Kesho atalazwa huko Pugu. Jambo la kwanza, Mwadhama Pengo alikuwa zawadi ya pekee, ni zawadi ya Mungu, zawadi ya pekee ya Mungu kwa kanisa la Tanzania na hata Afrika. Wazo la pili, imani yake haikutetereka, ilibaki ilivyokuwa tangu mwanzo mpaka mwisho. La mwisho ni nguvu ya yote yeye aliyatoa wapi. Wazo lile la kwanza, Mwadhama Pengo kardinali ni zawadi ya Mungu, tunaita ni rare gift. Na zawadi ya Mungu ni zawadi zile adimu ambazo Mungu anazitoa kwa wakati wake na kwa muda wake. Kwa hiyo yeye aliamua kuitoa zawadi ya maisha yake kwa kanisa la Tanzania kwa wakati wake. Zawadi kama hizo hazitolewi mara kwa mara na hazipo, it's very rare, it's a rare gift, zawadi ya pekee. Na kama walivyo viongozi wengine wakuu duniani hata popote, au walivyokuwa manabii, walivyokuwa mitume wengine, ni zawadi ambayo mithili yake ni hiyo, kwamba yeye alikuja kwa wakati na ilikuwa zawadi. Na zawadi kama hizi mara nyingi hazirudiwi. Mungu anaamua tu kwa wakati wake unaofaa na akaitoa, na aliitoa katika nafsi ya mwanadamu, zawadi adimu kabisa, zawadi ya maisha yake. Kama tulivyosikia historia ya maisha yake, sina wasifu wake, sina nia ya kurudia kwa sababu tumeshasikia, lakini kutaja mambo machache tu ili kusindikiza hilo wazo la kusema kwamba yeye ni zawadi ya pekee. Mwadhama, kama walivyosema kwamba ni baraza la maaskofu kama padri lilimgundua, kazi ambayo wanafanya mpaka leo, kwamba padri huyu ana vipaji vya pekee. Kwa hiyo padri huyu anatakiwa kuendelezwa, na kwa sababu anatakiwa kuendelezwa ili asaidie kanisa, si tu katika ile ngazi ya jimbo lake husika, lakini hata ngazi ya taifa. Kwa hiyo tangu mwanzo baraza lilimspot, likaona huyu kule jimboni hatatosha, inabidi apewe majukumu mazito yatakayomfaa. Kuna mapadi wapo hata hapa ambao wana picha kama hiyo, lakini hii sio siku yenu leo, wenye mtulie kwanza. Sasa kama zawadi ya pekee, unaweza kuona katika maisha yake ilivyoenda haraka. Miaka 27 tu anapewa upadisho, tayari ni padi pale Sumbawanga. Na baadaye muda mfupi baada ya kumaliza masomo yake kule Roma, manake askofu hata kumchelewesha, alimpeleka masomoni. Mwaka 77 anarudi, anaanza kufundisha Kipalapala seminari kuu. Anakaa mwaka moja tu anakaa. Wengine wanaendaga pale in service mpaka miaka 5, bado wanafanyiwa in service mpaka akae sawa in service, alafu ndio uende shule. Mwaka moja anakaa, baadaye anapelekwa Segerea kuanzisha seminari kuu Segerea, moja kwa moja rector. Mwaka moja, hakuhitaji mentorship, uwezo wake ulitosha kabisa, alitosha. Anafanya ile kazi kwa miaka 5, na 83 akiwa na miaka 39 tu anateuliwa kuwa askofu wa Nachingwea. Wengine hawajui Nachingwea iko Lindi, naweza kuja kuiona. Anateuliwa askofu pale. Cha ajabu, anateuliwa kuwa askofu, anafika jimboni
tayari ana mawazo wa kuihamisha jimbo kutoka Nachingwea kuipeleka Tunduru Masasi. Ni akili ya wachache tu wangeweza kufanya hiyo na uthubutu. Kwanza Tunduru huku wanakoenda Wakristo ni wachache, Nachingwea huku wanakoacha Wakristo ni wengi zaidi. Lakini yeye akasema, mimi nataka kubomoa lile ngome, na ili nibomoe ile ngome lazima nijenge kanisa la kathedrali pale katikati Tunduru, na baadaye jimbo linaitwa Tunduru Masasi. Kiti chake kipo leo mpaka pale Nachingwea, ambacho alikikalia mara moja, mimi naikalia pia kwa saa iko kwenye himaya yangu. Kwa hilo sihitaji ruhusa ya mtu yoyote. Sasa 84 miaka mitatu tena, unaona kwamba he didn't need any mentorship. Miaka mitatu tena kukaa pale Tunduru Masasi, amepewa jukumu kubwa la kuanzisha jimbo na miaka mitatu baadaye tayari ameshatosha kuja jimbo kuu la Dar es Salaam. Porini kule Tunduru Masasi, amba askofu wa Masasi, Tunduru Masasi anisamehe, jirani yangu, lakini tutaelewana. Sasa katika miaka mitatu anakaa. Kwa hiyo 80 mwaka 90 anakuja Dar es Salaam kama askofu mwandamizi. Miaka 8 baadaye tayari mwadhamu 98. Kwa hiyo unaweza kuona ile trendi kwamba ni zawadi ya pekee, zawadi ya Mungu. Katika somo la pili tulilosoma, Paulo mtume kwa Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 16, Paulo anafananisha watu wa namna hiyo ni watu ambao wamekomaa katika imani, sio kama watoto wachanga, sio kama watoto wanaonyonya. Watu wengine imani zao watu wazima, lakini imani kama watoto wachanga, kama wanaonyonya. Kwa hiyo yeye Paulo mtume katika barua hii somo hili la pili kwa Waefeso anamlinganisha kama mtu mzima. Imani yake imekumba, hapeperushi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, na Paulo mtume anatoa hiyo onyo, na yeye anaendelea katika hiyo imani yake, na hiyo anaileta Dar es Salaam kama kufanya reform kama walivyofanya mwalimu wa maadili, anakuja hiyo nayo kufanya hiyo reform katika jimbo kuu la Dar es Salaam katika maadili. Hao mapadi wa Dar es Salaam aliwanyosha, hata nyinyi dada wadogo aliwanyosha, hamkuwa na mahali pa kwenda, ndio maana hamkukengeuka. Lakini maana yake ile reform yake ni kama ya watakatifu wakuu, kama kina Mtakatifu Francisco wa Assisi, Mtakatifu Teresa wa Avila, Mtakatifu Yohani wa Msalaba, Mtakatifu Bernardo wa Kilovo. Ile reform yake, na reform kubwa anaifanya kwa mfano wa maisha yake, sio zaidi. Na anaendelea kwa kusema kwamba yeye Paulo mtume katika barua yake ile, katika somo lake ile la pili, Efeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 16, anasema yeye alikuwa mtu mwenye ukweli, ambaye tulisikia pia katika somo hilo, na anatoa wajibu kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kweli yeye kama mwalimu, yeye kama mchungaji, yeye kama mfuasi wa mitume, kama ile barua inavyoeleza, hakufundisha tu Dar es Salaam. Kwa kweli amefundisha kanisa la Tanzania. Mambo mengi Tanzania kanisa limejifunza. Waheshimiwa washama askofu labda wanaweza usikubaliana mimi katika hili, ila I am convinced kwamba mengi tumejifunza kutoka kwake. Kwa mfano participation,
ile kugawa utume, waka wawata, Utoto Mtakatifu, wale wote walipewa majukumu, aliwapa majukumu na majukumu ambayo walifanya katika kanisa. Tegemeza jimbo tumesikia 94 ambayo ipo karibu majimbo yote sasa Tanzania. Tumejifunza kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo baba huyu alikuwa mwalimu wetu sisi sote. Na tunaenda wazo la pili, imani yake haikutikisika. Imani yake haikutikisika, imani yake ilibaki imara siku zote. Alikuwa mtu wa imani, imani iliyokomaa. Lakini imani hiyo anazungumza ukweli mwadhama siku zote, anazungumza ukweli kwa upendo mkubwa. Mimi nimekutana naye mara nyingi, unapoona anazungumza katika upendo. Anapokosoa kitu anakosoa katika upendo, hakuna chuki. Kwa hiyo upendo na ukweli unaungana katika Mungu. Huwezi kutenganisha ukweli na upendo. Mtu anayependa lazima awe mkweli. Baba awe mama anayependa familia yake lazima ataishi ukweli. Kama uipendi ndio utakuwa mdanganyifu. Hivyo hivyo kwa mtu yeyote ambaye atapewa majukumu. Kwa hiyo ndivyo alivyokuwa baba mwadhamu. Ukweli na upendo katika maisha yake haikuweza kutenganishwa, ilikuwa kitu kimoja na vikaungana vyote katika Mungu, katika Kristo. Vikaungana vyote katika Mungu, katika Kristo. Kwa hiyo imani yake haikutetereka. Imani yake haikutetereka, ilizidi kukua. Ilizidi kukua siku zote. Na katika hilo la upendo na ukweli, Paulo mtume anatukumbusha kwamba tusiwe tena watoto wachanga ambao tunatupwa huko na huko, kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Na hiyo ya upendo, Paulo mtume katika barua yake ya kwanza kwa Wakorintho sura ya 13 mstari wa kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Mtakatifu Sipriani, askofu wa Karthaje, Tunisia huko katika karne ya 3, alifanya utume wake wa askofu kwa miaka 10 tu, miaka 248 mpaka 258. Anamwandikia askofu mwingine ambaye ameuawa kwa upanga, Askofu Cornelius Papa, naye ambaye aliuawa mwaka 253, miaka 5 kabla ya Sipriani hajauawa. Na baadaye sikukuu za hao wawili zinaunganishwa, Cornelio na Sipriani, Septemba 14 yani. Kwa hiyo labda hiyo niache kwanza, lakini inaunganishwa siku yake. Anaandika Sipriani, anamwandikia Cornelius baada ya kusikia Cornelius ameuawa. Anamwandikia na anaandikia kanisa la Roma. Anaandika ifuatavyo, anasema, ndugu yangu Cornelio, nimesikia juu ya ushuhuda wako mtukufu. Wewe Cornelio umeishi ushuhuda mtukufu. Nimesikia juu ya ujasiri wako wa kuishi imani. Nimesikia heshima juu ya ushuhuda wako, na sisi watu wa Karthaje tunashiriki katika hiyo heshima yako, katika hiyo utukufu wako, katika hiyo sifa yako. Kwa hiyo sisi waumini tulioko hapa leo tunashiriki katika heshima ya baba yetu Polikapi, na tunajivuna
kwa mazuri ambayo ameyafikia. Tunajiona fahari katika hilo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Hizi nguvu huyu mzee kazitoa wapi? Hizi nguvu yeye kazitoa katika uhusiano wake na Mungu. Alikuwa mtu wa sala siku zote. Tumesikia aliamka saa 10:30. Baada ya kujiandaa aliingia kanisani kusali. Amefika hapa St. Joseph kabla ya kuingia ofisini, ameingia kwenye kanisa la kuabudu. Wengine wanajua walivyozunguka hapa Dar es Salaam wakati wa baada ya kustaafu. Mara yuko hapo Padre Pio Shrine San Damiano, mara yuko Pugu, mara yuko Chang'ombe kusali kwenye kanisa za kuabudu. Rozari takatifu, ibada kwa Mama Maria. Na ndiyo maana anazikwa siku ya Mama Maria kesho Jumamosi. Wengine wanafikiri basi tu imetokea, ni coincidence. Hakuna coincidence kwa Mungu, ni providence, kwamba tangu mwanzo Mungu alishapanga kwamba azikwe siku hiyo. Sasa yeye anaitoa nguvu yake katika sala. Nguvu yake anaitoa katika ile kushirikiana na Mungu, na alijinasua na mambo ya ulimwengu huu. Tulisikia alitoa mali zake zote, vitu vyake vyote alivitoa. Hakuwa na mali ya binafsi, hakuwa hata na akaunti binafsi, hakuwa nao. Watawa wengine hapo utawatoa macho ukiwaambia wasiwe na akaunti. Hakuwa nayo. Yeye hakuwa nayo akaunti. Mwadhamu askofu mkuu hakuwa na akaunti binafsi. Simu wengine wanasema alikuwa nayo. Mimi sikuwahi kumwona wala sikuwahi kumpigia. Mimi nilimpata kupitia wasaidizi. Alikuwa anashangaa mapadi wanaingia ofisini pale wanamwaga simu 3 mezani pale, wakati mzee hana hata simu moja, na mzee anaombea huruma hivi, wanazibebaje na wanazitumiaje? Sasa hakuwa na vitu vya dunia hii, hakuwa na kitu katika dunia hii, alijinasua, hakuwa wa dunia hii. Na ndio maana tunasema taa yake ilikuwa inawaka katika lile somo la Injili. Kiuno chake alikuwa amekifunga. Ndio maana amechagua hata mahali pa kuzikwa huko Pugu kwenye kikanisa kidogo. Amekataa kanisa la heshima hili la St. Joseph, azikwe kule Pugu. Sijui kama ungekubali, lakini yeye mwenyewe kachagua hiyo kwenye kanisa kile kidogo cha Pugu. Hakuhitaji heshima yoyote. Nafikiri na ndio maana pia amenichagua mimi, sio kupitia yeye, nizungumze leo mbele ya mawadhama hapa na maaskofu wakuu, mtu kutoka Lindi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kumalizia, anafariki karibu na sikukuu yake ya Mtakatifu Polikapi Februari 23. Wakati Polikapi anachomwa moto, alisali sala hii. Mimi naomba nisali hii sala ili iwe ya kumsindikiza baba yetu huyu. Mungu Baba Mwenyezi. Polikapi alisali mwaka 155 alipouawa. Mungu Baba Mwenyezi, Baba wa mwanao wa pekee Yesu Kristo, ambaye kupitia kwake tumekufahamu wewe, tunakusifu, tunakushukuru kwa kumwona mtumishi wako Polikapi Kardinali Pengo anastahili. Umkaribishe katika kundi la mashahidi watakatifu, apokelewe kwako kama sadaka nzuri na yenye kupendeza kwako. Mungu wa kweli, usiyejua kudanganya, ambaye pia hudanganyiki, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, utukufu uwe nawe katika Roho Mtakatifu milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo.